Mpenzi mtazamaji, kama nakumbuka wakati naelezea haki ya kujilinda, haki ya kulinda mtu au ya kulinda mali yako au kulinda mali ya mtu mwingine, tulizungumzia katika masharti ya kifungu cha 18 capital B, ambayo imeelezea kuhusu mtu anatakiwa atumie nguvu inayofaa na anatakiwa kutumia nguvu iliyozidi. Yani nguvu ambayo anatakiwa atumie katika kutumiza haki yake ya kujilinda ni reasonable force. Na tukasema kwamba mahakama ndo ina mamlaka ya kusema kwamba nguvu inayofaa ni ipi na nguvu isiyofaa ni ipi, kwa sababu kwenye sheria yetu haijasema nguvu inayofaa ni ipi au nguvu isiyofaa ni ipi. Kwa moja lazima tukaziangalie kesi ambazo zinazungumzia nguvu inayofaa ni ipi, zimeelezea, na nguvu isiyofaa ni ipi. Na tukasema pia kwamba tutaangalia kesi za mahakama za juu, yani hukumu za kesi za mahakama za juu kwa Tanzania, ambao kuna mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Hizi ndio mahakama za juu ambazo tutaangalia kesi zilizoamua ambazo zinazungumzia kuhusiana na nguvu iliyotumika ni sahihi au nguvu isiyotumika ni sahihi. Yani nguvu iliyotumika imepita kiasi au nguvu iliyotumika haijapita kiasi. Kwa tutaangalia kupitia kesi ambazo zimeamuliwa na mahakama hizi za juu. Pia ikumbuke kipindi kilichopita kuna kiongozi mkubwa wa nchi kabisa alisema nguvu iliyotumika ilikuwa inaendana na tukio lililopo. Na mnavyosema ilitumika nguvu kubwa, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Inafaa. Kwa hiyo mtaka itumike nguvu ipi au nguvu gani? Kuna kiongozi alisema hivyo. Je, unahisi wewe una mamlaka ya kujua kwamba nguvu iliyotumika ni sahihi au sio sahihi? Au unahisi mimi nina mamlaka au nina uwezo wa kusema kwamba nguvu iliyotumika ni sahihi au sio sahihi? Au kiongozi mwingine yoyote awe mkubwa au mdogo, unahisi ana mamlaka ya kusema nguvu iliyotumika ni sahihi au sio sahihi? Hapana. Hakuna mtu yoyote mwenye mamlaka ya kusema nguvu iliyotumika ni sahihi au sio sahihi. Na mwenye mamlaka hayo ni mahakama peke yake, ndio ana uwezo wa kuchambua na kuchanganua kwamba kwa kitendo kilichotokea au tukio lililotokea nguvu hii iliyotumika ni sahihi au sio sahihi. Kwa hiyo wewe utakuwa unatoa tu mitazamo yako, au mimi nitakuwa natoa mitazamo yangu kwamba bwana, nguvu iliyotumika ni sahihi au sio. Ni mtazamo, lakini huna mamlaka ya kusema nguvu iliyotumika ni sahihi.